Hivi nyama ya nguruwe ina faida gani? Ni lazima uweze kujiuliza. Na kwa kila kitu unachokitumia lazima ujihoji. Hiki kinaleta faida gani kwenye mwili? Na kama hakuna unaacha. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 10 mstari wa 31 amesema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kumbe kama hakuna utukufu wa Mungu kitu ni cha kuacha kabisa wala hata hakina maswali mengi. Lakini leo kinatufanya kuleta madebate mingi sana, watu wengine kuanza kwamba mbona watu wasile na nyama ni tamu. Najua ni kwa sababu ya ladha. Usiongozwe na ladha. Usiongozwe na ladha. Ladha itakupoteza. Ndio unaona kwa mfano soda inaitwa ni sumu tamu kwa sababu ina ladha mzuri, lakini ukija kuangalia hakuna faida unapata kwenye soda, haipo. Zaidi ya ladha hakuna faida. Na kwanza ni kinywaji ambacho unakuta hakina, yani ukiangalia kwenye content hakuna, haikwambii kwamba hapo utapata vitamini, utapata nini. Soda haikwambii hicho kitu. Kwa hivyo hata aliyekuwa wa kwanza kuinywa sijui naye aliwaza nini. Lakini ukija kuangalia ya kwamba nyama ya nguruwe sasa ni mikumbo tu watu wanatumia, lakini tukienda kwenye uhalali wa mambo hakuna faida yoyote. Jiulize wewe kama ipo. Lakini anasema hapa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 ni vitu vya kuzingatia katika hili swala. Anasemaje? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Anasema mstari wake ni wa 17 kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nyinyi. Kwa hiyo kumbe sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na mtu akiharibu Mungu atamharibu. Hebu twende moja kwa moja katika madhara ya nyama yake hii ya nguruwe. Kuna vitu nataka nikuonyeshe. Nyama ya nguruwe ina vijidudu vya magonjwa. Ina vijidudu vya magonjwa. Vijidudu, unajua nyama ya nguruwe ukipika hata upike namna gani, tunatengenezwa kwa chakula tunachokula. Nyama ya nguruwe inakula nguruwe akiwa mzima anakula kitu chochote, labda tu jiwe ambalo hawezi kumeng'enya, lakini chochote kinaweza kumeng'enyeka katika tumbo lake lazima kinaingia. Ndio unaona anaitwa mwana haramu. Lakini hicho ndio kinatengeneza nyama. Sasa nyama ya kwake vijidudu vilivyomo haviungui hata uchemshe 100 centigrade. Nyama ya ng'ombe ukichemsha kabisa vijidudu vyake vinakufa ng'ombe kwa sababu anachagua vyakula. Ndio unashangaa leo watu wenye akili yao timamu anakuambia kula kila kitu. Wewe utakula kila kitu, unakuwa ni mtu na akili timamu? Kwa sababu ndio maana ukapewa kichwa na kichwa chako umewekewa juu kuliko mwili. Maana yake kichwa kiweze kutafakari ni nini uweze kutumia. Sasa na alafu ukimwambia hata anywe sumu sasa hiyo hapo. Sasa mbona kwa hii ni sumu? Sasa umejuaje ni sumu ndio usile? Na ile kile kingine ule nani amekwambia ndio ni chakula? Nani alikuambia ni chakula ndio ule? Kwa hiyo ni lazima upime kwamba hiki ni chakula na si kwa sababu kuna watu wanakula, ni kwa sababu kinaleta faida gani. Kwa hiyo vijidudu vilivyomo kwenye nyama ya nguruwe havifi hata upike siku 3. Havifi, vitaendelea kukudhuru hata ndani ya mwili. Nyama ya nguruwe ijapokuwa ni mojawapo ya vyakula vikuu, ni mojawapo ya vitu vyenye madhara makubwa. Makubwa sana. Makubwa sana. Mungu hakuwakataza Waebrania kula nyama ya nguruwe kwa kuwaonyesha tu madaraka yake. Unajua kuna watu wanawaza wakiona kitu Mungu amekataza basi wanaanza kwa nini? Lakini kwa nini ipo? Mungu hawezi kukataza na hana sababu. Hawezi. Lakini lazima tujihakikishie, je, amekataza kweli? Na kama amekataza ujue hicho hakina faida kwako, ndio hata amekukataza, kitakuharibu. Ndio, si kwa sababu ya madaraka yake tu, bali kwa sababu haikuwa kitu kizuri kwa chakula cha mwanadamu. Ndio unaona wakati wa uumbaji Mungu kabla hajamuumba mtu alikiona kila kitu ni chema. Kila kitu ni chema. Kila kitu ni chema, ndio akamtengeneza sasa mwanadamu ili hivi avikute vikiwa vyema, na hapo nisinukuliwe vibaya au mtu asija akadhani eti kila kitu ni chema pamoja na nguruwe. Hakuna kibaya, of course hakuna kibaya kilichoumbwa na Mungu. Ndio unaona katika Timotheo Paulo anasema kila kitu kilichoumbwa na Mungu hata kisikataliwe ni chema kabisa. Lakini kwenye nini?
Kwenye nini? Kwa sababu hata panya ni ameumbwa. Unaona, na kila mtu ana matumizi yake. Kila kiumbe kina matumizi yake. Kila kiumbe, ndio paka kuna wengine hawali, lakini kuna wengine tena wanakula. Sasa nini kimekufa? Paka na yeye ameumbwa, ana faida yake nyingine, si kula tu. Hebu nikusomee hiyo ndio uone. Kuna vitu Mungu aliviumba akawaambia hivi mnaweza kutumia, ila kwa matumizi mengine. Ngoja nisome hapo katika kitabu cha Walawi. Kitabu cha Walawi. Sasa wewe tena umepewa kichwa, umepewa akili, unadanganywaje kwamba unakula kila kitu? Reasonable kabisa, mtu na akili ni lazima upime, hiki ni chakula, hiki sio chakula. Ndio naona mtu mpaka apatwe na magonjwa aende hospitali, akiambiwa acha hiki haoji kwa sababu ameshaumwa. Sasa kwa nini usingetumia kwa sababu ni madhara? Mpaka uumwe ndio uende hospitali uambiwe acha. Ndio Walawi sura yake ni ya 7, tutasoma hapo. Anasema hivi mstari wa 24, tena mafuta ya mnyama afae mwenyewe na mafuta ya mnyama aliyelaluliwa na wanyama mnaruhusa kuyatumia kwa ajili ya matumizi mengine, lakini msiale kabisa. Kwa hiyo unaona kuna vitu vipo, kuna vitu Mungu anaviruhusu, lakini si kila kitu unapeleka mdomoni. Sasa hata mtoto mdogo, ukiwa ni mama, ukiwa ni baba, ukamuona anapeleka kila kitu mdomoni, kuna vitu unamkataza. Sasa wewe mtu mzima ndio upeleke kila kitu? Hapana, hapana. Ndio maana Mungu ameweka sheria yake kwa kuhusiana na nyama ya nguruwe. Tena ameweka sheria ambayo kila mwanadamu anabidi aweze kuwa, kwa sababu nguruwe amewekwa ana matumizi mengine. Ndio maana anasafisha kila kitu. Sasa wewe unatumiaje kitu ambacho matumizi sio ya kula? Nguruwe hakuumbwa kwa ajili ya kula, na Mungu hakukataza kwa sababu ajionyeshe ni baba, ajionyeshe ana mamlaka. Hapana, kwa sababu hakuna faida ya nyama ya nguruwe, ni madhara matupu. Ndio maana anakuja kusema sasa wale wataitumia kwa chakula. Wale wataitumia kwa chakula watafanywa nini? Sikiliza katika kitabu cha Isaya. Sasa kitabu cha Isaya ndio uweze kuona kwamba usije ukadanganywa. Hata kama mchungaji anakwambia ni kula kila kitu, angalia sana. Kwanza hata sasa hivi makanisa mengine yameweza kuwekwa tu kwa sababu ya biashara. Hayana mpango na wewe kwenda mbinguni zaidi ya kuchukua sadaka yako. Ndio maana wanakuhubiria kitu unachopenda ili baadaye uendelee kuja na kutoa. Jitafakari unaelekea wapi rafiki wewe, kwa sababu tuko mwishoni na tutakuja kuhukumiwa tumetumiaje miili yetu. Ndio unaona kwenye Warumi 12 Paulo anasema itoeni miili yenu kwa maana ni dhabihu. Unaona, ni dhabihu na ndio ibada yetu yenye kumpendeza yeye. Ni lazima miili yetu tunakula nini, tunakunywa nini, na kila kitu kinachohusiana na mwili kilete utukufu kwa Mungu. 66:17 Isaya anasemaje? Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hivyo wale wanatumia nyama ya nguruwe, hiyo imewekwa ni wazi kila mtu, na hili fungu halina uhusiano na Agano la Kale peke yake. Hili fungu limejenjelea yeyote, ndio wote wanakula panya, wote wanakula nguruwe, watakoma mwisho. Watakomaji. Panda hapo 15 anasema maana Bwana atakuja na moto na magari ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa ajili ya Bwana. 16 kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake, nao watakaouawa na Bwana watakuwa wengi. Watakaouawa na Bwana watakuwa wengi. Ndio unaona watauawa na Bwana, wameharibu. Ndio kama unakumbuka tumesoma Wakorintho wa kwanza 3:16. Tumesoma 17 anasema yule anaharibu hekalu Mungu atamharibu. Ni lazima tuweze kuwa makini tusije tukaharibiwa mbele. Tumepewa miili ni dhamana, nguruwe si chakula. Ndio unaona wale wana akili wameweka wanakiita kitimoto. Ndio unaona unanunua wewe kwa pesa yako na kinakuunguza. Wameweka kabisa kwa namna ambayo usipofikiri vizuri unaona tu ni jina. Ni kama wale wa sigara amewekewa ni hatari kwa afya yako, huyo amewekewa wazi, lakini huyo amewekewa ni kiti moto. Hapo kuna moto. Ndio unaambiwa hapo kuna moto, usikae.
lakini bado anaenda mtu anakaa, ndio utakuta unaungua bure. Yana madhara makubwa sana. Mungu hakuweka iwe chakula.